Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, mimi binafsi nina hakika ya kuwa mumejaa hisani, tena mna maarifa tele, hata mnaweza nyinyi wenyewe kuyaona. Katika sehemu fulani za barua hii nimewaandikieni wasiwasi ili kuwakumbusha mambo mengine. Nimefanya hayo kwa nguvu ya neema niliyojaliwa na Mungu, ili niwe mtumishi wa Kristo Yesu kwa watu wa mataifa, tena kuhani kwa kuitangaza habari njema ya Mungu, kusudi watu wa mataifa wapate kuwa sadaka inayokubaliwa na Mungu na kutakazwa na Roho Mtakatifu. Basi katika Kristo Yesu naona fahari kuhusu kazi za Mungu. Kwa maana kuhusu kuwaongoza watu wa mataifa wamtii Mungu, na thubutu kutaja mambo yale tu aliyoyatenda Kristo mwenyewe kwa utumishi wangu, kwa maneno na matendo, kwa nguvu ya ishara na miujiza, kwa uenezo wa Roho wa Mungu. Hivyo nilizizunguka nchi toka Yerusalemu mpaka Ilikamu. Nimemaliza kutangaza Injili ya Kristo kila mahali. Hapo niliangalia nisihubiri Injili mahali jina la Kristo lilipokwisha julikana, nisije nikajenga juu ya msingi ya mtu mwingine, ila kama ilivyoandikwa, wataona wale wasiotangaziwa bado neno juu yake, na wataelewa wale wasiosikia habari. Neno la Bwana. Bwana ameudhihirisha wokovu wake mbele ya macho ya mataifa. Bwana ameudhihirisha wokovu wake. Bwana ameudhihirisha wokovu wake mbele ya macho ya mataifa. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana amefanya mambo ya ajabu. Mkono wake wa kulia na mkono wake mtakatifu umemletea ushindi. Bwana ameudhihirisha wokovu wake mbele ya macho ya mataifa. Bwana ameujulisha ushindi wake mbele ya macho ya mataifa, ameufunua haki yake. Amekumbuka wema na uaminifu wake kwa nyumba ya Israeli. Bwana ameudhihirisha wokovu wake mbele ya macho ya mataifa. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mshangilieni Bwana nchi yote, pigeni kelele za furaha, imbeni zaburi. Bwana ameudhihirisha wokovu wake mbele ya macho ya mataifa. Shangilio. Alleluia, 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 alleluia. Alishikae neno lake Kristo, upendo wa Mungu umekamilika ndani mwake. Alleluia, alleluia. Hallelujah.
Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Tukufu kwako, e Bwana. Luka 16 mstari wa 1 hadi wa 8. Wakati yule Yesu aliwaambia wafuasi wake, tajiri mmoja alikuwa na karani, naye alistakiwa kwake kwamba anatapanya mali zake. Akamuita akamwambia, je, nasikia nini juu yako? Toa hesabu ya ukarani wako, kwa maana huwezi kuwa karani tena. Karani huyo akasema moyoni mwake, nifanyeje? Maana bwana wangu ananiachisha kazi ya ukarani, kulima siwezi na kuomba kama maskini naona haya. Najua la kufanya ili baada ya kutolewa katika ukarani wanipokee nyumbani kwao. Akawaita wadeni wake mmoja mmoja, akamwambia wa kwanza, una deni gani kwa bwana wangu? Naye akajibu, mapipa 100 ya mafuta. Akamwambia, toa hati yako ya deni, kaa upesi, andika 50. Kisha akamwambia mwingine, nawe una deni gani? Akasema, mifuko 100 ya ngano. Akamwambia, toa hati yako ya deni, andika 80. Bwana akamsifu karani mdanganyifu kwa hesabu aliyofanya welevu, maana wana wa dunia hii huwa na busara katika mahusiano yao kuliko wana wa mwanga. Ndugu na dada katika Kristo, hii ndio habari njema ya wokovu wetu. Sifa kwako, e Kristo. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Tukiwa mahujaji tumejongea mbele ya madhabahu haya, na kama kawaida Mungu anatuzidishia matumaini, na tunaamini kwamba anaendelea kusikiza sala zetu. Leo hii anatufundisha ni vema tujifunze kutumia talanta, nafasi zetu kwa kumtukuza Mungu, kujenga ufalme wake, ama kujitayarisha kwa sababu ya maisha yajayo kule mbinguni. Ingawaje tuko hapa duniani na tunashughulika, ni vizuri tukiangazia mawazo yetu na macho yetu ya kiroho kule juu mbinguni. Tunapatana na mfano kwa Mtakatifu Paulo katika somo la kwanza, ambaye anamsifu Mungu kwa sababu amembariki na anamtumia kama chombo cha kueneza wema wake kwa mataifa yote. Watu wa mataifa wamepata kumjua Mungu. Na ndiposa tumesema pia katika Zaburi kwamba mataifa, watu wa mataifa wote wameangaziwa na Mungu kupitia kwa mahubiri, kwa juhudi, bidii
ya mtume kama Paulo. Sisi tumejaliwa hizo nafasi, tuzitumie vizuri. Nafasi ni nzuri, ni nyingi, na tukubali kutumika kama vyombo vya kueneza wema wa Bwana. Na kama tulivyosema, itabidi kwanza kabisa tufungue nyoyo zetu, tufanye kazi zote, hata kama Mungu anatutumia kama chombo, tufanye kazi zote, juhudi hizi zote, tukiwa na nia nzuri, tukiwa na roho safi, na bila shaka tutapata baraka. Katika Injili tunapatana na Yesu akimsifu mtumishi ambaye ni mdanganyifu, lakini anasifiwa kwa sababu ya kutumia uelevu. Na Injili na tamatisha kwa kusema, watu wa ulimwengu huu wana juhudi, wanajikakamua sana ili wasaidike katika maisha haya. Zile nguvu tunatumia ili tutajirike, tupate sifa, tungezitumia katika kujenga ufalme wa Mungu, tungekuwa tumesonga sana mbele. Sasa wazo hapa ni kwamba, mafundisho, tutumie nafasi zetu, tutumie mali zetu, tutumie kila fursa ambayo tunapata kuleta watu kwa Mungu na kujenga ufalme wake, bila manunguniko, bila tusijione kana kwamba hatuna uwezo. Kijana moja alitembelea ofisi moja ya parokia fulani. Alikuwa anateta kwamba hana kazi, hana school fees, familia yao haina uwezo. Yule padre akampatia mshumaa na shilingi 100 tu. Kijana akauliza, sasa mshumaa ni wa nini padre? Akamwambia, mshumaa huu unawakilisha mwanga wa Kristo, na huu mwanga, omba kwamba uongozwe na huu mwanga katika kila hatua utakayochukua, na umtegemee Mungu. Alipotoka pale kwa kanisani, ile shilingi 100 akaingia sokoni kama hapa kwetu, akanunua matunda ya shilingi 100. Hapo tu kwa mlango akauza yale matunda, yakampatia 1,000. Akaona kwamba kumbe mtu anaweza angaziwa na ajikuze. Sasa kwa ile 1,000 akaendeleza hiyo biashara ya kununua matunda, hivyo mpaka akakuwa milionea. Na hata akaanza kufundisha vijana wengine kwamba ukikubali kuongozwa na mwanga wa Kristo, utumie talanta ambazo uko nazo dogo, bila shaka utapata kwamba unapata manufaa na utanufaisha watu wengine. Basi tuombe katika ibada hii, tuwe watu waaminifu na tuwe na hekima, si kama ya watu hapa ulimwenguni tu, bali tuangaziwe na Roho Mtakatifu, ili hekima yetu ituangazie, tujue kwamba hatuishi hapa milele, tunaenda mbinguni, na kule lazima tujikane, tusibebane na vitu mingi. Hata kama tuna mali, tuzitumie tu kwa ajili ya kutukuza jina la Mungu, na tukubali kutumika kama Paulo, tukiwa chombo. Bwana awe nanyi.
twakuomba, pokea sadaka. Bwana twakuomba, pokea sadaka ya divai na ya mkate, nyoyo zetu pokea. Bwana twakuomba, pokea sadaka ya matendo na mawazo, nia zetu pokea. Bwana twakuomba, pokea sadaka. Bwana twakuomba, pokea sadaka. Sarini ili sadaka hii yetu kubariki na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunaomba dhabihu hii iwe sadaka safi mbele yako, na ituletee zawadi takatifu ya huruma yako kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufana kuleta wokovu, kukushukuru wewe daima na popote, Baba uliye mtakatifu, kwa ajili ya mwanao mpenzi Yesu Kristo, neno wako ambaye kwa njia yake uliumba vitu vyote, ndiye uliyemtuma kwetu kama mwokozi na mkombozi, akafanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira, kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono yake alipoteswa msalabani ili angamize mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako, tukisema kwa sauti moja, mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni, barikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, kikitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
fumbo la imani, Mwokozi wa ulimwengu, tuokoe, wewe uliyetukomboa kwa msalaba na ufufuko wako. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahirisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, askofu wetu Filipo, msaidizi wake Daudi, waklero wote, jamaa hii iliyo hapa mbele yako, Susan Dunge Chalo, mahitaji yake yote ya roho na ya mwili. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko na marehemu wote kama Jerina Gonzo, waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba tuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume yenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Penda kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani. Huku changanya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, tupatie uzima wa milele sisi tutakaopokea. Bwana Yesu Kristo, hukupokea mwili na damu yako kusiwe kwetu sababu ya hukumu na adhabu, bali kwa huruma yako kutufae sisi kwa kutulinda akili na mwili na kuwa dawa ya kutuponya. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo zitulinde hadi tufikie na kupata uzima wa milele.
Sala baada ya Ekaristia Takatifu. Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo inichangamshe, maji ya ubavu ya Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Yesu mwema unisikilize, katika madoda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui muovu nikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Utanijulisha njia ya uzima, utimilifu wa furaha mbele ya uso wako, e Bwana. Tuombe. E Bwana, tunakuomba uweza wako uzidi kutenda kazi ndani yetu, ili baada ya kurishwa sakramenti ya mbinguni kwa neema yako tuandaliwe kupokea yaliyoahidiwa na sakramenti hiyo, kwa jina la Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Enendeni kwa amani, tukampenda na kumtumikia Mungu kama vyombo vya kujenga ufalme wake. Ibada takatifu ya misa imekwisha. Tunawatakia siku njema. Maria, toba sana e mama, usituache gizani, kwa mwanao tuombe. E mama yetu Maria, toba sana e mama, usituache gizani, kwa mwanao tuombe. Mama yetu Maria, utusikilize, sisi wana wako tunaosumbuka. Maisha yetu mama yana furaha, tujaze neema, tupate baraka. E mama yetu Maria, twaomba sana e mama, usituache gizani, kwa mwanao tuombe. E mama yetu Maria, twaomba sana e mama, usituache gizani, kwa mwanao tuombe. Utuombe kwake mwanao mpendwa, atutie nguvu tushinde maovu. Dunia inaigiza, dunia ni gumu, bila nguvu zake hatuwezi kitu. E mama